kuna ubaya. Yaani hii ubaya mimi nataka kujua huo ubaya uko sehemu gani kwa club kuamua kwamba bwana mashabiki zangu wataingia bure kwenye mchezo. Ubaya uko wapi? Au ubaya mnaupika nyinyi waja? Neno ubaya inaweza ikatafsiriwa kama ni kitu ambacho kina effect inayoonekana, lakini ubaya upo kwenye taswira ya baadaye. Yaani chochote unachokianzisha leo, athari yake unaweza usizione leo, utaziona tena baadaye. Ukienda kuangalia rekodi au hesabu ya mashabiki wanaoingia viwanjani kwenye mechi za kawaida za vilabu vyetu, utagundua kwamba mashabiki wameanza kupoteza nguvu ya kwenda viwanjani. Mashabiki wa klabu gani? Hasa Yanga. Yaani ukichukua Yanga na Simba, mashabiki wa Simba hata kama timu yao inapitia wakati mbaya, utaona wako tayari kwenda viwanjani hata kama kuna viingilio na nini. Kwa sababu gani? Klabu yao haijawazoesha kuingia bure mara nyingi. Kwa hiyo wanajua kabisa kwamba, na vichwa vyao vinafahamu kabisa kwamba tukitaka kwenda kuiangalia Simba lazima tuandae pesa yetu tukaangalie timu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeanza kujengeka ndani ya akili, lakini pia kihisia kwamba hamna njia nyingine ya kuiona Simba zaidi ya kufanya nini, ya kwenda kulipia. Lakini kwa Yanga kumekuwa kuna tatizo la baadhi ya nyakati, ukiona kwamba mashabiki wa Yanga hawajitokezi sana viwanjani. Yaani utaona wanafanya wanahamasisha sana, lakini bado watu hawatokei vya kutosha uwanjani. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tayari wameshatengeneza mazingira kwamba kuna nyakati wakitaka kuwaona mastaa wao wanaweza kuwaona hata pasipo kutumia gharama yoyote. Hiyo inaenda kutengeneza mazingira ya kuua kiini cha nguvu ya manunuzi ya tiketi. Sio kana naeleweka vizuri. Yaani unachoenda kukifanya wewe, kama mtu alikuwa anaanza kudevelop mapenzi au nguvu ya kununua tiketi ya kuona kwamba kile ninachoenda kuona uwanjani na rizika nacho, wewe unamnyang'anya ile nguvu, unamwambia kwamba hata bure unaweza kaiona. Sasa effect yake ni kwamba klabu ina thamani kubwa kama ambavyo inasema, lakini tukumbuke kiuchumi bado hawajitegemei. Kama hawajitegemei kiuchumi, ni ishara mbaya kwamba unaruhusu watu waingie bure wakati wewe pia ni tegemezi. Itafika nyakati tena utaanza kuchangisha hao watu. Kuna tofali linahitajika, kuna michango mingi sana Yanga wanaipitisha. Hakuna haja ya wewe kupitisha michango ambayo iko nje ya mfumo rasmi wakati unaweza kupata pesa kwenye mfumo rasmi. Kwa mimi nafikiri kuna ubaya gani? Ubaya wake unaweza usionekane leo, lakini utakuja kuonekana baadaye pale ambapo Yanga sasa wanahitaji kupata mapato na kutumia viingilio, gate collection kama sehemu ya